tumemsikia Profesa Lipumba mara kadhaa pia akisifia baadhi ya vitu ambavyo vimefanywa pia na serikali. Hauoni kwamba huku ndiko ambako kunafanya kwamba chama cha wananchi CUF au Profesa Ibrahim Lipumba hakose kuaminika kwa sababu ya hizi siasa ambazo wanazifanya? Chama cha wananchi CUF kilijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kikizungumzia kwamba nchi hii ni nchi tajiri sana na inamiliki madini, inamiliki mali nyingine ambazo zingeweza kuwafanya Watanzania waishi kwa furaha ndani ya nchi yao. Nasikitika kwamba ni nchi ambayo iko mwisho katika orodha ya nchi ambazo hazina furaha. Mwisho imezidi nchi 11 tu. Lakini miongoni mwa mambo ambayo tuliwahi kuyatamka ni uwezekano na umuhimu wa kuwa na elimu bure kuanzia shule ya msingi, kuanzia elimu ya awali mpaka chuo kikuu. Lakini tulisisitiza umuhimu wa kuwa na shule ya sekondari katika kila kata. Tulisisitiza umuhimu wa mambo mengi kadhaa kufanyika, ikiwa ni pamoja na kuondoa hata kodi ya kichwa. Ikitokea leo serikali ikashindwa kutekeleza yale ambayo sisi tumewahi kuyapendekeza, lakini angalau ikatamka tu kwa matamshi kwamba na yenyewe inatamani kuona kwamba elimu inakuwa bure, hata kama si kwa maana ile tuliyoikusudia kafu. Hatuwezi kutoka hadharani tukasema tunapinga elimu bure wakati sisi ndio tulikuwa tunajaribu kuwafundisha CCM, japokuwa hawatuelewa maana na umuhimu wa kuwa na elimu bure. Kwa hiyo pale atakapofanyika mambo yanayoonekana kwamba ni mazuri, yamo miongoni mwayo katika sera zetu, katika ilani zetu mbalimbali, kafu hatuwezi kutoka hadharani na kuyapinga kwa sababu tutakuwa tunajipinga sisi wenyewe. Sisi ni tofauti na vyama vingine ambavyo kauli zao la saa 6:30 mchana ni tofauti kabisa na kauli watakayotoa baada ya swala la asiri. Sisi tunasimama katika msimamo wetu. Tunaposema kwamba tunahitaji afya imarishwe, basi tukiona mtu amejenga zahanati tunasema amejaribu, hajaweza, tunamkosoa katika yale ambayo hawezi kuyafanya. Lakini hatuwezi kuanza kubeza na hata zahanati iliyojengwa wakati tumeandika katika makabrasha huko zahanati zijengwe, tumeandika katika makabrasha huko shule zijengwe na vitu kama hivyo. Ila tunachokisema sasa hivi hatuna shule bure, hatuna elimu bure. Tuna vituo vya kulelea watoto ambao watakuwa nje ya mikono ya wazazi wao kwa muda wa mchana kutwa wakiwa wamekaa huko, lakini wakiwa wamepeleka pia pesa kwa ajili ya kuwafanya walimu wapate chochote, kwa sababu badala ya kuwa tuna mfumo wa elimu bure, leo tuna shule ambazo kuendeshwa kwake zinaendeshwa zaidi na wazazi kwa michango ya kila siku. Sasa hili tunalikemea. Tunapozungumzia dhana ya elimu bure, tutapongeza kwa ile dhana. Tunapozungumzia mfumo wa elimu bure, tutakosoa ule mfumo na kueleza kwamba kile ambacho sisi kama kafu tumekihubiri hakijaeleweka na hakiwezi kueleweka na mtu yeyote mwingine ambaye sio sera yake. Na ndio maana tunawasisitiza Watanzania watuunge mkono sisi, kwa sababu haya tunayoyaeleza ambayo wengine wanayasikiliza kwa kuibia, sisi ndio tunajua maana yake. Watuunge mkono ili hatimaye tuweze kuleta mabadiliko ya kweli ya kupelekea nchi hii ya Tanzania iweze kufurahia utajiri wake, kwa sababu ni nchi tajiri inayoishi kifakiri. Vipi kuhusiana na ukomo wa madaraka? Tumeona baadhi ya vyama vya siasa sasa hivi Tanzania kwa ujumla wanaanza kuweka ukomo wa madaraka, ukomo wa madaraka kwa wenye viti, ukomo wa madaraka kwa viti maalum ambavyo vimekuwa vikichaguliwa. Hamdhani sasa CUF ni wakati rasmi sasa na nyinyi kuweka ukomo wa madaraka ili sasa mtu aweze kuongoza kwa wakati fulani, baada ya wakati huo aweze kupisha wengine, aweze kuongoza pia chama, aweze kufanya madaraka mengine? Na kwanza ni sisitize kitu kimoja kwamba chama chochote cha siasa ili kisajiliwe, kipate usajili ule wa muda na hatimaye wa kudumu, kitasajiliwa kwa kuzingatia katiba yake kwamba inaendana na matashi ya sheria. Na katiba ndiyo chombo kikuu kabisa kinachoweza kuongoza taasisi yoyote. Katiba ya chama cha wananchi CUF haijaweka ukomo wa madaraka kwenye nafasi yoyote. Na hii inaweza ikawa ni debate ya hata siku 30 na isiishe, kwa sababu tafsiri ya ukomo wa madaraka inakuja tu pale kwamba kwani Tanzania lini ilianza kuwa na ukomo wa madaraka? Tanzania ilianza kuwa na ukomo wa madaraka pale Nyerere alipotoka madarakani, Mwinyi akaingia madarakani kwa miaka 5 ya kwanza, ikaonekana iwekwe ukomo wa miaka 10. Lakini kwani Mwinyi alipoondoka madarakani Watanzania wengi walifurahi kwa kuzingatia hali aliyokuta nayo na hali aliyoacha nayo? Wengi walifikiri kwamba watarudi katika mazingira yale tena ya kudai, ya kusubiri unga kwa foleni za kusukumana na vitu kama hivyo. Sasa demokrasi kama inavyohubiriwa katika lugha zilizotohoa kutoka katika Kigiriki kule ambapo ndio kwenye neno democracy lilipoanzia, ni kwamba ni rule of the people, by the people and for the people, kwamba ni utawala wa watu ambao unatokana na watu wenyewe,
watu wanataka waongozwe vipi na kwa manufaa ya hao watu. Wanachama wa chama cha wananchi CUF wao wanaamini kwamba demokrasia kwao ni kuweza kuendelea kuipata fursa ya kuongozwa na wamtakae kadri watakavyomtaka mpaka watakavyosema basi. Na ndio maana hawaoni tabu mwenyekiti wa chama taifa kupingwa katika uchaguzi, akapambana na viongozi wengine waandamizi kama katibu mkuu, makamu mwenyekiti. Lakini lengo ni nini? Lengo ni kutaka kuwauliza wanachama, mnasemaje? Bado mnataka mwenyekiti wenu au mnataka kufanya mabadiliko? Nafasi hii inayotolewa ya kupiga kura ili hatimaye kuamua kwamba tunaendelea naye au hatuendelee naye, huu ndio ukomo wenye uhalali zaidi, kwa sababu ni ukomo unaopangwa na wenyewe, ukomo unaopangwa na wanachama wenyewe na wapiga kura wenyewe. Sisi katika upande wa chama, katika msimamo wetu mpaka sasa, tunaheshimu zaidi kwamba ukomo ni jambo la msingi sana, lakini tunaamini zaidi ukomo muhimu ni ule utakao kuwa umepangwa na wale wapiga kura wakisema, leo Ngulangwa basi inatosha kwa kipindi ulichotuongoza, tunamchagua mtu mwingine. Ukomo huu ni ukomo usiotumia mabavu, ukomo unaotokana na stipulation kwenye katiba kwamba lazima ni miaka 10. Inafika wakati unawafanya viongozi wa mkose wanayemtaka katika kipindi kingine kwa sababu tu ya kusema miaka 10 hatimaye imepita. Kama Watanzania wangeulizwa leo kwa kutajiwa marais waliowahi kuwa madarakani katika miaka iliyopita, na baada ya kutoka rais fulani akaingia rais mwingine, kama utawauliza wafuasi wa demokrasia, watakwambia kwamba tungetamani Kikwete angeendelea kuwepo kabla ya kuingia Magufuli, kwa sababu alichokifanya Magufuli ameturudisha nyuma. Kwa hiyo inawezekana ukomo nao ukawa ni shida. Siwezi kuihoji hii kwa sababu huu ni ukomo ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukomo ndani ya vyama, chama cha wananchi CUF kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 33 sasa. Hakiwezi kujifunza katika chama kingine ambacho nacho kina utaratibu wao, kwa sababu tukianzisha ile debate niliyosema ya siku 30, kila chama kitaelezea faida ya kuwa na msimamo wake ule ambao ulikuwa nao. Lakini sisi CUF tunaamini kwamba tuwaache wananchi, tuwaache wanachama watuwekee ukomo wa viongozi wetu kwa kutowachagua tena, hata kama wakijitokeza kugombea katika kipindi kingine, kwa kuwachagua wengine. Naamini kile ambacho anachokizungumza kwamba wadau wa demokrasia ambao wanasema kwamba CUF imeporomoka sana ni tofauti na CUF ile ambayo ilikuwa. Wangekuwepo ningewauliza wanatumia vigezo gani katika kufikia hatua ya kusema imeporomoka. Lakini kwa sababu hizi ni siasa, timu ya mpira inaonekana imeporomoka kama ilikuwa inashinda, sasa inashindwa. Na itaonekana inaimarika kama ilikuwa haifanyi vizuri, sasa inafanya vizuri. Chama cha siasa kinapimwa kupitia chaguzi. Wa Tanzania tulio wengi, wadau wa demokrasia kama walivyowaita, tunaamini kwamba tangu mwaka 2019 Tanzania hakujawahi kufanyika uchaguzi. Haujafanyika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, haujafanyika uchaguzi mkuu mwaka 2020, haujafanyika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Kwa sababu hiki ndio kigezo kikubwa cha kutambua chama gani kimepanda au kimeshuka. Atakayesimama hadharani na kusema anakubali kwamba hakuna uchaguzi uliofanyika, lakini wakati huo akatumia matokeo ya kufinyangwa kusema kwamba CUF imeshuka, basi atakuwa ni muongo anayejidanganya nafsi yake, kwa sababu anakitumia anachokikataa kwa ajili ya kuhalalisha kitu kingine. Sisi CUF tunaamini kwamba hakuna uchaguzi uliofanyika, na tunaamini kwamba uimara wa CUF ulikuwa unaonekana kupitia chaguzi. Maadam tuna miaka 6 hakujafanyika uchaguzi kwenye nchi hii, hakuna kigezo chochote cha kusema CUF imeshuka.